kuna mambo takribani 5 ambayo yanaweza kukusaidia kuuza bidhaa zako kwa haraka kuliko watu wengine, na bidhaa zako kutakiwa zaidi kuliko ambazo zinatakiwa za watu wengine ambao wanauza bidhaa kama za kwako. Cha kwanza kabisa ni ubora, quality kwa neno la Kiingereza. Ubora huwa unavutia wateja sana. Ubora huwa pia unajitangaza. Ubora unafanya reference yenyewe kwa yenyewe. Unapouza bidhaa yote ile, swala la kwanza unataka kujiuliza ni ubora wa bidhaa yako ukoje. Bidhaa inapokuwa bora inasababisha mtu anayetumia aiseme mara kwa mara. Anapoisema mara kwa mara, maana yake anaitangaza kwa watu wengi. Jambo la pili ambalo watu linawafanya wanunue bidhaa kutoka kwako na waweze kusaidia kuuza ni bei ya bidhaa. Mara nyingi sana watu wanataka kusave pesa. Ndio maana mara nyingi ukitoa promotion ukasema kuna punguzo la bei la 10%, kuna punguzo la bei la 15%, la 20%, watu wanakimbia sana kwenda kununua. Hata wale ambao hawajawekaga budget wanataka kununua. Kwa mara nyingi watu wanaponunua bidhaa, mara nyingi wanaangalia katika mtazamo wa kusave pesa, wa kutumia pesa kidogo lakini wapate faida kubwa, kwa sababu mteja siku zote anataka ajione ameshinda. Jambo la tatu ambalo unaweza kulitumia katika kuuza bidhaa yako ni packaging. Namna gani umeipackage bidhaa yako, muonekano wa bidhaa yako. Kuna watu wengi sana kwa sababu tu ya ubora wa muonekano wa bidhaa wanauza zaidi kuliko wale ambao muonekano wao sio mzuri. Kumbuka kuna competition, kuna mashindano, kuna ushindani kule sokoni wa kila aina. Kila mtu anataka kupenyeza bidhaa yake. Sasa bidhaa yako inapoonekana kwa haraka kwa sababu umeipackage vizuri, inakuwa ni rahisi sana kwa mtu kuinunua kwa haraka zaidi. Kwa hiyo jiulize, nawezaje kuipackage bidhaa yako? Kama unafanya huduma, maana yake ni muonekano wa eneo lako ambao unafanyia biashara yako. Huduma yako muonekano ukoje mtu anapokuja. Ya 4 ni kwamba urahisi wa upatikanaji wa bidhaa yako. Ndio maana siku hizi unakuta kampuni nyingi na taasisi nyingi, watu wengi wanauza bidhaa wanafanya kitu kinaitwa delivery. Wanajaribu kurahisisha upatikanaji. Urahisi wa upatikanaji wa bidhaa yako unasababisha watu waone ni afadhali kununua kwako kuliko kununua kwa mtu ambaye kuipata bidhaa yake ni changamoto kubwa sana. Na cha mwisho ni social proof. Social proof ni kwamba ni watu wangapi ambao wametumia bidhaa yako na wakaona bidhaa yako inafaa. Ni muhimu sana. Ndio maana unakuta watu wengi wakitangaza bidhaa wanawatumia watu, wanawatumia wasanii, wanawatumia watu maarufu. Wanachojaribu kufanya pale ni kutengeneza social proof, kwamba kama huyu mtu maarufu ameona bidhaa ni nzuri, na mimi pia na wewe pia unaweza ukaitumia. Kwa hiyo wanawalipa pesa nyingi ili kuwapa ile social proof. Sasa wewe inawezekana hauna uwezo pengine wa kuwalipa wasanii wakubwa zaidi, lakini unaweza ukaonyesha ubora wa bidhaa yako kwenye matumizi. Kama nimeona watu wengi wakitumia zile bidhaa za uzito au za ngozi kuondoa matatizo ya ngozi, na kuonyesha mtu alivyokuwa kabla na baadaye amekuaje. Matafsiri yake wanachofanya pale ni kutengeneza social proof. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.